Karibu kwenye The Amazing History. Hapa tunakupa historia, elimu pamoja na burudani. Tunakupeleka popote duniani na kukukumbusha mambo mengi ya zamani. The Amazing History, elimu, historia na burudani. Usikose kufuatilia mfululizo wa vipindi hivi. Ni hapa hapa kila siku kupitia TVE Tanzania. Kama uliwahi kushangazwa na historia pamoja na simulizi za mua uliozamisha meli, leo hii utashangaa zaidi kusikia simulizi ya sauti nzuri ya mlembo Lorelei iliyoimba vizuri mpaka kuwachanganya manahodha na kuzamisha mitumbwi na meli zilizopita katika mto Rhine. Simulizi hii ni ya ukweli iliyopata kutokea miaka kadhaa iliyopita hapa nchini Ujerumani katika mto huu ujulikanao kama mto Rhine. Msimuliaji wako ni Hamisi Kitenge na hii ni TVE Tanzania. Miaka mingi iliyopita, wakati dunia ilipokuwa changa na miti kinong'ona siri za kale, kulikuwepo na jiwe refu la ajabu lililosimama kando ya mto Rhine, lililojulikana kama jabari la Lorelei, yani wazungu waliita Lorelei Rock. Katika eneo hilo la kimya ambapo mawimbi ya mto yalipiga miamba kwa upole wa nyimbo za bahari, waliamini kuwepo kwa binti mzuri wa ajabu mwenye nywele za dhahabu zilizong'aa kama jua la jioni. Watu walimuita Lorelei. Lorelei hakuishi kama wanadamu wengine. Alikuwa ni kiumbe wa ajabu mwenye sura ya kupendeza, lakini aliyejificha kwenye kivuli cha miamba mirefu. Kila jioni wakati anga linabadilika rangi kuwa ya waridi na dhahabu, Lorelei aliketi juu ya mwamba na kuimba kwa sauti ya kuvutia, tamu na ya kusisimua moyo. Sauti ya Lorelei ilikuwa ya namna ambayo hata upepo ulisimama kuisikiliza, na maji ya mto yakatulia kana kwamba yamesahau kutiririka. Lakini uzuri wa sauti hiyo ulikuwa na gharama. Mabaharia waliokuwa wakisafiri katika mto Rhine waliposikia uimbaji huo walivutwa kana kwamba mioyo yao ilikuwa imefungwa kwa uchawi. Walipoinua macho kumtazama Lorelei, walikosa kuona hatari iliyokuwa mbele yao katika miamba mikali iliyojificha chini ya maji na kusababisha meli zao kuvunjika vipande vipande na zikazama na kusababisha ndoto za mabaharia wengi kukatishwa katika mto huo. Wengine walieleza kwamba Lorelei hakuwa mkatili, bali alikuwa mrembo mwenye huzuni aliyelaaniwa kupoteza mpenzi wake wa kweli. Hivyo aliimba nyimbo za majonzi kila usiku, akitarajia sauti yake ifike peponi au baharini pale alipoamini mpenzi wake alipoangamia. Hadi leo watu bado hukusanyika karibu na Lorelei Rock wakisubiri kwa hamu kusikia sauti ya ajabu ikivuma hewani, na wengine wanadai kwamba macho ya amani bado yanaweza kumuona Lorelei akikaa juu ya mwamba. Hii si hadithi tu pekee ya mrembo huyu kukatisha maisha ya mabaharia wengi kutokana na sauti yake nzuri aliyokuwa akiimba kumuomboleza mpenzi wake aliyefariki, bali mpaka leo watu wengi wanadai kwamba macho ya amani bado yanaweza kumuona Lorelei akikaa juu ya mwamba akiimba, akiwa kimya, akitazama mbali kwenye maji ya mto Rhine mpaka miaka hii ya sasa. Na hiyo ni simulizi fupi ya mrembo huyu aliyekatisha ndoto za mabaharia wengi waliopumbazwa na sauti yake nzuri na kuangamia kwenye makorongo ya mto Rhine. Msimuliaji wako ni Hamisi Kitenge na hii ni TVE Tanzania. Usikose kufuatilia mfululizo wa vipindi hivi. Ni hapa hapa kila siku kupitia TVE Tanzania.